mtazamaji wangu, karibu tuendelee kujifunza somo letu. Tuna somo refu kidogo ambalo linahitaji uvumilivu na kuweza kulisoma, habari za Roho Mtakatifu. Na somo hili ni pana kidogo na lina changamoto zake tunaposoma. Na tunapowafundisha watu kidogo kumekuwa na changamoto. Kwa mfano, nilikuwa nimezungumza kwamba kuna Wakristo ambao wanaamini katika Biblia yenye vitabu 66. Lakini katika hawa wamegawanyika. Wapo wanaoamini Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu wote ni Mungu. Lakini kuna kundi ambalo linaamini Mungu Baba peke yake ndiye Mungu. Peni yangu haiandiki vizuri, lakini wapo wanaoamini Mungu Baba na Mwana hawa ni Mungu. Lakini wengine wanaamini kwamba Roho Mtakatifu ni nguvu pekee ya utendaji. Lakini hawa wote msingi wao ama chimbuko lao ni katika vitabu vingapi? 66. Bwana Yesu asifiwe sana. Na Biblia ziko za aina tofauti tofauti. Sasa sijui kama nikisema aina tofauti kama nitaeleweka, lakini namaanisha kwamba kuna Biblia ambayo inaonekana ina zaidi ya vitabu 100, kuna Biblia ambayo ina vitabu 70 na kuna Biblia yenye vitabu 60 na. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa kama hawa wenye vitabu 66 peke yao wanaweza wakawa na namna tofauti ya kumwelezea Roho Mtakatifu, je, tunapokuja kwa wale wenye vitabu 70? Je, tunapokuja kwa wale wenye vitabu 100? Mgawanyiko hapa ukoje? Ni kweli kwamba ni Mungu mmoja Elohim katika nafsi tatu Elohim? Je, na ni sahihi kwamba nafsi tatu Elohim katika Mungu mmoja Elohim, ama kuna vitu tofauti? Sasa kuna picha ambayo nitaiweka. Nikisema nianze kuielezea hapo, nahisi kama nitachukua muda mrefu sana, lakini kuna picha ambayo nitaiweka inayoonesha namna kanisa la kwanza lilivyoanza na mgawanyiko wa makanisa mengine, ambapo kwa namna moja au nyingine kuna dini za Kikristo ambazo niseme labda ziko 1 ama 2 ama 3, lakini nazo hizo zimetoa kule mbele madhehebu mengi, na kila dhehebu limekuwa na namna linavyojipambanua kwa washiriki ama washarika wake. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo yapo makundi makubwa kabisa ya Kikristo, na tunapoanza kujifunza kutoka lile kanisa la kwanza, nitaweka picha. Mimi nitakuwa nafundisha, lakini nitaweka picha na wewe utakuwa unaiona. Kanisa la kwanza ulipofika mwaka 431, baraza kubwa la Efeso likakaa nalo likajitenga, likajimega kutoka kwenye lile kanisa la kwanza. Lilivyojimega likatengeneza kitu kinaitwa Assyrian Church mwaka 431. Lakini ilipofika mwaka 451, baraza kubwa pia la Chalcedon lilikaa, nalo likaona ni vyema lijitenge kutoka kwenye kanisa la kwanza. Kwa hiyo ni mstari mmoja, hawa wanatoka, huyu anatoka kutoka kwenye ile line ya kanisa la mwanzo, na wao wakajitenga, wakajiita ni Oriental Orthodox. Lakini Ukristo ukaendelea. Ilipofika karne ya 11 kukatokea mgawanyiko mkubwa, na ule mgawanyiko ulitenga kitu kinaitwa Western Rite, alafu ukazalisha kitu kinaitwa Eastern Orthodox, ambapo baadaye Eastern Orthodox ikajitenga, ikaenda kujiunganisha na Western Rites, ikatengeneza kanisa la Catholic, na kukawa na Western Rites, alafu kanisa la Kiroma, alafu kukawa na Eastern Rite. Lakini wakati makanisa haya yanajitengeneza, tukumbuke kwamba Western Rite ilijiunga pamoja na Eastern Rite, na ikajiunga pamoja na Assyrian, ikajiunga pamoja na Orthodox. Hawa wakajiunga pamoja, wakatengeneza kitu kinaitwa Western Rites na Eastern Rites, ambapo hapo katikati kikatokea kitu ambacho kinaitwa Catholic Church. Lakini ilipofika karne ya 16 ukaja wakati wa matengenezo, the Great Reformation ama Reformation, ambapo hapo tena
kuna makanisa yaliyojitenga ama mwanzilisho wa dini fulani za Kikristo zilizojitenga. Kwa hiyo kanisa la kwanza ilipofika karne ya 11 kama lilikoma pale, kwa sababu lilizalisha Western Rite, likazalisha na Eastern Orthodox, lakini tukawa na Oriental Orthodox, tukawa na Assyrian Church pale chini. Nitaweka hii picha ambapo utaiona namna gani ambapo haya mambo yaliweza kutengenezeka. Tukipata wakati tutajifunza. Kusudi langu mimi ni kwenda kujifunza pamoja na wewe kwa habari ya Roho Mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini karne hiyo ya 16 hapa ndipo ambapo walitokea kwa kiasi kikubwa, kabla ya ule mgawanyiko kule mbele wa kina Martin Luther. Kwenye hii Reformation lilitokea kanisa la Anglicanism, alafu likatokea kanisa la upande wa Protestantism, alafu kikatokea kitu kinaitwa Anabaptism. Alafu katika Protestant wakatokea watu fulani ambao wanajiita Restorationism. Bwana Yesu asifiwe sana. Haya maneno yanaweza yakawa na ugumu kidogo. Kwa hiyo ikatokea kitu fulani ambacho tunasema ni marejesho. Kwa hiyo kukawa na mfumo mwingine mpya ambao ukatokea kitu fulani marejesho ama urejesho, kwa nao wakajitenga. Kwa hiyo kutokea hapo tukawa na makundi makubwa yafuatayo. Tukawa na hawa wa Restoration, alafu tukawa na hawa wa Anabaptism, alafu tukawa na Protestant, alafu tukawa na Anglican, alafu hapa pakawa na Western Rites ambapo na kanisa la Catholic Church, hapa pana Eastern Rites, lakini hapa chini pakatokea kitu kingine. Hii tunaweza tukaigrupu kwa kitu kimoja. Alafu hapa chini pakatokea kitu ambacho kinaitwa Eastern Orthodox, alafu kuna kitu kinaitwa Oriental Orthodox, alafu hapa pakawa na kitu kinaitwa Assyrian Church. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo tunapotaka kujifunza sasa neno la Mungu kwa habari ya Roho Mtakatifu, ningetamani walau tuwe na uwezo wa kuangalia katika mgawanyiko wa makundi haya yanamtafsiri na kumpambanuaje Roho Mtakatifu. Na katika hapa hawa Protestant walipokuja kutoka hapa kulikuwa na wale wakina Martin Luther pamoja na wenzake wakaprotesti kutoka kanisa la Roman Catholic. Martin Luther alikuwa na sababu 95 ambazo alizitumia kama ni hoja zilizomfanya kutoka katika kanisa la Kikatoliki ili kuanzisha kanisa la Lutheran. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo Waluteri na wa Protestant wengi walianzia hapa. Kwa hiyo huku kuna namna ambavyo kila dini sasa ama kila dhehebu la Kikristo lilikuwa na uwezo na namna ya kumpambanua Roho Mtakatifu. Kwa hiyo wewe utaangalia uko sehemu gani? Uko hapa kwenye Restoration, uko kwenye hawa wana Baptism, ama uko kwenye Protestant, ama uko upande wa Anglikana, ama uko hapa namba 5 kwa Catholic, namba 6 uko kwa Eastern Orthodox, namba 7 Oriental Orthodox, namba 8 Assyrian Church, ambao hawa walijimwega mwaka 431. Alafu tukaenda ulipofika mwaka 451 Oriental Orthodox nao wakajitenga. Alafu ilipofika karne ya 11 yakatokea makundi mengine hapo. Alafu ilipofika karne ya 16 kuna kitu ambacho pia kilitokea, ambao hawa sasa wakajitenga
kuanzia hapa kwa hawa wa Anglican karne ya 10 na ngapi? Karne ya 16. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo Wakristo wakawa na mgawanyiko sasa wa namna hii. Sasa katika mgawanyiko huu tunataka tutambue Roho Mtakatifu ni nani kwao. Wapo wanaoamini Roho Mtakatifu kama Mungu, wapo wanaoamini Roho Mtakatifu kama nguvu fulani ya utendaji, wapo wanaoamini kwamba Yesu sio Mungu, wapo wanaoamini kwamba Yesu ni Mungu na Mungu Baba ni Mungu, lakini wapo wanaoamini Mungu ni mmoja, Yesu hawezi kuwa Mungu wala Roho Mtakatifu hawezi kuwa Mungu. Kwa hiyo tunapojifunza sasa somo letu la namna ya kuangalia Roho Mtakatifu anasomekaje katika mgawanyiko huu wa Wakristo, kuanzia kanisa la mwanzo, lile kanisa la kwanza, tutakuwa na kazi ya kupitia. Kuna wakati fulani utakuta nafundisha kitu, ukiona kwamba kinakuletea mkanganyiko, tafadhali nitakuomba rejea kuweza kujua kwamba wewe uko sehemu gani katika huu mkakati. Kwa mfano, ningelipenda siku moja tupate mtu ambaye ni Mwanglikana atuambie Roho Mtakatifu ni nani kwao, lakini tupate mtu ambaye ni Msabato atueleze kwamba Roho Mtakatifu ni nani kwao. Labda tuwapate Waluteli watuambie kwamba Roho Mtakatifu ni nani kwao. Kuna watu wanaitwa Mashahidi wa Yehova watueleze kwamba Roho Mtakatifu ni nani kwao. Kuna watu wanaitwa Wingu la Mashahidi watueleze pia nao kwamba Roho Mtakatifu ni nani kwao, na wengine wengi ambao wako kwenye tawi hili la Ukristo. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo tutakapokuwa tunajifunza na kuendelea sasa namna tunapotaka kumpambanua Roho Mtakatifu ama Roho Mtakatifu anajifunuaje kwa watu, nitapenda uwe unazingatia kwamba hapo ulipo dhehebu ambalo uko linamtambua Roho Mtakatifu kama nani. Ama wewe unapotaka kwenda kujiunga na kusanyiko la watu wa Mungu, ni vyema sasa kujiweka katika namna ya kuelewa kwamba Roho Mtakatifu ni nani kwao. Bwana Yesu asifiwe sana. Na mambo mengine. Lakini pia nitakuomba kama utakuwa na uwezo, kuna baadhi ya madhehebu ambayo yamejitengenezea Biblia za kwao, wana Biblia za kwao. Kwa hiyo utakapoichukua ile Biblia ukaiweka hapa, yote ni vitabu 66, ukachukua na Biblia ya dhehebu lingine la Kikristo ukaweka hapa, unapoanza kusoma hivi vitabu unaweza ukakuta kuna tofauti ya kimaneno ama ya kimaandishi ama ya hoja kwenye baadhi ya mambo fulani, na siwezi kukuambia kwamba Biblia hii hapana, Biblia hii ni sawa, na Biblia hii hapana, Biblia hii ni sawa. Lakini kama Roho wa Mungu atakusaidia, jaribu kutafuta Biblia takatifu ambayo haisaidi upande wowote, na ukakaa nayo hiyo Biblia ukaisoma ili iweze kukusaidia. Mimi nina Biblia ya Mashahidi wa Jehova, nina Biblia ya vitabu 70 na ambao wanatumia Wakatoliki, nina Biblia ya vitabu 66 ambayo wengi wa Waprotestanti wanatumia hiyo Biblia katika majengo yao na taasisi zao kuabudu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo ninatamani sasa kwamba unapofikia hatua hiyo, basi utakuwa na uwezo wa kujua kwamba namna gani Roho Mtakatifu anatafsiriwa na watu. Lakini pia niweke baadhi ya dini ambazo zipo duniani. Mimi nimesoma baadhi ya dini kama 10 na kitu, lakini hapa nitakuwekea kuna dini zingine zipo. Kwa mfano, kuna dini hii dhehebu ama dini ya Wakristo nazungumzia dini ya Wakristo namba 1. Namba 2, kuna dini ya Kiislamu. Namba 3, mimi nitakupa ambazo nimezipitia. Kuna Hindu. Namba 4, kuna Buddhist, Buddha. Mimi nitaandika Buddha, Buddhist. Namba 5, kuna Wayahudi juu. Alafu namba 6 na
na namba 7. Kuna affiliated and unaffiliated, lakini kuna kitu ambacho kinaitwa folk religions na other religions. Sasa mimi nia yangu ni kwamba hapa kwa utafiti wa mwaka 2015 ilionekana Wakristo ni takribani bilioni 2.3 ya total population ya ulimwengu mzima. Alafu Waislamu ni 1.8 B ya ulimwengu mzima. Hawa hapa ni 0.3. Hawa hapa ni 0.8. Alafu kuna wengine ambao wana 1, wana 0 na vitu kama hivyo. Lakini kwa utafiti ambao unafanyika mwaka 2025, mwaka 2025 ambao nimebahatika kuona, nitajaribu kuweka, inaonekana hawa sasa wanataka kuwapita hawa kwa population. Sasa mimi sitataka sana kuzungumza kwa nini hawa wanakuwa, kwa nini hawa wanapungua, ama kwa nini hawa hawaendelei, kwa nini hawa wanaendelea. Lakini nataka nikuoneshe kwamba dini ziko nyingi. Mimi nimesoma takriban 10 na kitu, lakini hapa nimekuwekea chache. Kwa mfano kuna zile dini ambazo zinapatikana huko Asia, huko China, sijui wapi. Utaziona zile dini, lakini sitazitaja hapa. Lakini nataka kujua kwamba kwenye tawi hili la Wakristo takriban watu 2.3 bilioni. Hawa wote wanamkubali Roho Mtakatifu, lakini katika kumkubali Roho Mtakatifu huyu wanamkubali Roho Mtakatifu katika namna tofauti tofauti. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo sasa nitarejea katika somo langu la msingi na nitaendelea sasa kukufundisha nikiwa ninaamini kabisa kwamba sasa utakuwa unaelewa. Picha hizi nitaziweka, utaziona kwenye vipindi vyetu hapo nitakavyokuwa nazirekebisha, kwa utaziona kama zinavyoonekana hapo. Kwa hiyo inamaanisha kwamba utakuwa na wewe na uwezo wa kuona, na wewe utafanya utafiti wako utakao kusaidia kujua na kupambanua mambo mengi kwa habari ya dini za Kikristo, ukapata manufaa ya kwako ya kiroho na kimwili kwa ajili ya utukufu wa Mungu. Mungu akubariki. Sasa tukae katika mkao wetu wa awali, tuendelee sasa kujifunza Roho Mtakatifu ni nani. Kwa hiyo nitafundisha kwa generally kwamba Roho Mtakatifu ni nani, lakini nitaenda mbele, nitafundisha kazi zake, lakini nitafundisha kazi maana yake kabla ya Pentecost huku nyuma. Roho Mtakatifu alikuwa na namna anavyotambulika na kazi ambazo alikuwa anafanya. Alafu kuna kanisa la sasa ambapo Roho Mtakatifu kuna namna anavyotambulika na kazi ambazo anafanya, na Roho Mtakatifu anakaaje, yukoje kwa wale wanaomwamini. Lakini nitafundisha sasa kuna ile miaka 1000 ambayo Yesu atakuja kutawala hapo juu, hapo kutawala ulimwengu hapo juu. Pia kazi ya Roho Mtakatifu itakuwaje na atatambulikaje. Bwana Yesu akubariki sana. Nikuombe tukutane tena katika kipindi kinachofuata. Kama utakuwa na jambo la shauri kunirekebisha, basi nipigie kwa 0784 66 22 10. Tutapata muda kujadiliana pamoja. Lakini pia kama unaona una uwezo wa kufundisha, basi fundisha, alafu utatutumia ile fundisho lako kwa namba hiyo hiyo, na sisi tutalichukua, tutalisikiliza, tutaliangalia, basi tutalipandisha katika mtandao ama idhaa yetu ya Injili nje ya kuta za kanisa, ili watoto wa Mungu waweze kuendelea kujifunza neno la Mungu, ili waweze kukulia wokovu katika safari yao